Karibu tena mpenzi msikilizaji, mtazamaji. Dakika 59 zimekatika baada ya saa 5. Jina langu ni Esther Chiro. Tunazidi kujadili mambo na masuala ya wimbi la mazingira. Na kabla tuende mapumziko tulikuwa tumekwambia tuko na mgeni. Mgeni mwenyewe ni mara yake ya kwanza kufika mahali hapa. Alikuwa nasi some few months ago. Tukaongelea mambo na masuala ya mazingira. Yeye tunasema ni environmentalist champion. Yeah. So sitaongea mengi, nitamwacha ajiintroduce, aseme yeye ni nani, alafu tujize titi na kukueleza yale tulikuwa tumekuandalia asubuhi ya leo. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Steven Fanyelo Otieno, but nilipewa jina maarufu kama Mr. Zero Plastic. Nikaongezwa nyingine Mr. Takataka, Mr. Usafi, Mr. alafu nikapewa nyingine Bahamazo. Natoka katika shirika letu Bahamazo Girls for Charity. Liko kule mjini Kilifi katika wadi ndogo ya Mnarani. Huko ndo mimi mwenyekiti, tunapiga kazi huko kabisa. Kwa nini Bahamazo? Unajua ama kwa sababu umeishi Kilifi sana? Najua hiyo maswali tushawahi kuuliza, but for that listener mwenye this is the first time anasikiliza, maybe unaweza tena rudia kwa nini Bahamazo? Bahamazo kwa lugha ya kinyumbani, ya Kimijikenda, inamaanisha heri mazuri yaje. Na tulikaa tukasema kwamba sisi shirika letu liko kwa ajili ya jamii, liko kwa ajili ya uzuri wa jamii, ama liko kwa ajili ya kuleta mazuri kwa jamii. Ndio tukajita Bahamazo Girls. Mambo ya usafi wa mazingira ni mambo mazuri ambayo tunaleta yakuja kwa ajili ya jamii. So tukajita Bahamazo Girls for Charity. Okay. Yes. Bahamazo Charity ilianzaje? Ilianza mwaka 2017 tarehe 30 mwezi wa 11, wakati mkurugenzi wangu ama founder CEO Baraka Murusali Garama, kinotice hata Baraka Murusali Garama pia inamaanisha BMG. Usijali, there's a twist in that story. Alipoka akawaza akasema anaona tu mtaa kidogo watu vijana wamekaa tu, alafu mtaa ni mchafu. Naona vijana wanajisha kwa masuala madawa kulevya, alafu kuna mambo ya kufanya kwa ajili ya mtaa. Akasema kwa nini tusianzishe hii swala la kusafisha mazingira? Lakini before that ilikuwa ni charity. Naona kuna charity pale. Ilikuwa ni mambo ya kusaidia jamii, kununulia watu unga, ngasima, nguo, kununulia watu lunch, kusupport watu na school fees. Akasema wacha tuingie upande wa mazingira. Ndio pale sasa Bahamazo Girls for Charity ikazaliwa katika swala la mazingira. 2017 tarehe 30 mwezi wa 11. Hapo ndo tuliebuka rasmi kwa masuala ya mazingira. Lakini before that sikukuwa kwa mimi. Mimi nilikuwa tu spectator wa kuona shirika liko linaendelea. Sikujua kama siku moja I'll end up being the chairperson of this organization. Yeah, it's a great achievement. Clock it. Yeah. That goes in my history. Yes. Katika hii charity ama organization, of course mlifika mahali mkaona masuala ya plastiki yamekuwa mengi. Yes. Mmejadili vipi ama mmeweza kupambana vipi na janga hili la plastiki kutoka uanze kujiunga na chama hicho? Okay. Kwanza tulilaunch kitu inaitwa Zero Plastic Era monthly cleanup. Unajua watu wengi wanataka tuongeze zero plastic pollution, lakini sio stick with the zero plastic. Okay. Yeah, so tulilaunch Zero Plastic Era 2023 monthly cleanup. Tuka come up with the idea of edition because ukiangalia kila siku zaidi ya plastiki nyingi huwa zinaishia kwenye mazingira. Chupa, mifuko isha kwenye mazingira. Na tukasema kwamba tukiliwacha hilo swali lika hivyo, hii itakuwa pandemic kama vile tu corona. Tukasema tuacha tu launch Zero Plastic Era ambapo ni itakuwa ni monthly cleanup. Kila mwezi tunafanya cleanup, ikiwa ni town cleanup na beach cleanup, because pia kwa marine environment inahitaji kusafishwa. So tukakuja na idea na ina work. Ili work vizuri, community walipokea, na pia serikali ya Kilifi County pia ilipokea, na wadau wengine wa mazingira pia walipokea. Mpaka leo tunachapa kazi. Hapo ndio ilizaliwa hapo mambo ya plastic. Yes sir. Shirika hili limebeba watu wangapi, labda kwa wanawake ratio ya men to women iko aje? Okay, ni hivi. Shirika letu halina members. Sema ati ni member, ati kuna member mwenye anajiregister kama member. Shirika letu liko na committee, iko na the executive team ambayo ina execute all the planning activities za shirika. Maana siwezi kwambia tuko na member, kwambia tuko na 200 ama member, hapana. Ilikuwa kwa kipindi cha kule nyumba, lakini unajua kufanya kazi na member ni ngumu sana. Unajua member watakuwa wanasema sisi ni member. Haina haja tuende kwa activity, maana sisi ni member, si kazi yetu ni kukaa na kupitisha mambo ya kibosi. Unaona, so tukatoa ile story ya membership mwaka jana. Huu mwaka tukasema ni executive team
tunadili na executive team, so tuko na 3 ladies and 4 gentlemen so far. Okay, najua agenda lady kidogo, lakini tuko na 3 ladies. Okay, kwa sababu unajua this is a voluntary stuff. Yeah. We don't push people to be with us. Ukijisikia kwa na sisi, well and good. Usipojisikia pia, well and good. It's a voluntary thing. Hatulipi mtu mshahara ati kuwa na sisi. Naona ni kitu kujitolea. So nakuta number of ladies tulipata ni kidogo. Tuko na, but we are very lucky because I can tell you for the truth is despite of us sisi kwa kidogo in terms of ladies, but you know that we have a lady who plays a very bigger role. Okay. A very big role in terms of running the organization. So bado hatujaumiza wasichana, lakini tuko 4 guys and 3 ladies kwa team. Yes. Umeongelea kuhusu ushirikiano mzuri na county government ya Kilifi. Yes, yeah. How is that supporting you kubwa kwa masuala yenu na organization yenu? Kwanza leseni certificate inatoka kwa serikali, si ndio? Because sisi tuko registered. We are a registered organization. Number 2, we cannot do something kwa land yes, ama hatuwezi fanya kitu katika gatuzi la Kilifi bila kuhusisha Kilifi County Department of Environment, Forestry, Climate Change and Water. Lazima tuhusishe, lazima tuwalete on board. Hatuwezi fanya kitu bila kuhusisha municipality of Kilifi because how do tunapartner nao katika hizi activity. So whenever we organize an activity, tunawaita, wanakuja, tunafanya nao kazi. At least nao pia waweze kujua kwamba tunachangia katika so lazima la utunzi wa mazingira. So kwa njia moja au nyingine, we must involve the county government both in the Department of Environment and both the municipality of Kilifi. By one or another, we can't escape that one. Yes. So nyinyi mmekuwa registered kabisa? We are registered. 2017 to register, tukarenew. So sisi tuko fiti. Tuko fiti sana. So najua by this time msikilizaji amejua huyu umetoka wapi, organization gani. Yes. Our topic of discussion ni kuhusu Zero Plastic Fiesta. Football Fiesta. Yeah. Football Fiesta. Hii yote nataka umjulishe msikilizaji. Kwa nini that name? Why Fiesta? Kwa nini football? Manake kuna biashara mingi tunaweza sema nasikia kutakuwa na exhibitions, music, entertainment. Kindly eleza msikilizaji kwa nini ulikuja na that name na kwa nini Football Fiesta. Kwa kifupi nitakucorrect, sikuja hilo jina, tulikuja na jina. Sorry. Sifanyi kazi kama Mr. Zero Plastic. Tunafanya kazi kama team ya Bahamas Girls for Charity. Mind you, if you say that I in front of my director, atakucorrect instantly. So it is not I, it is we. I'm sorry. Yeah, it is we. Okay. Najua anatusikiliza. Anatusikiliza. So it's not I, it is we. I learned that the hard way. Itabidi hata mimi learn the hard way because Yeah, so why is Zero Plastic Football Fiesta? Kumbuka 2023 to launch Zero Plastic Monthly Era. Na kila mwaka huwa tunafanya end of the year activity ya kuhakikisha kwamba tunaangalia milestone yenye tumepiga in terms of the issues of plastic pollution in the environment. You see. So this time round tukasema it is not just zero plastic. It is zero plastic, but we add something on it where we're going to combine football sports to advocate for zero plastic pollution in the environment. You see, whereby the members of the community will not just come and clean, will not just come waje waone to exhibition, waone to bidhaa mpya ama waone to bidhaa ambazo zimetengenezwa maybe upcycling materials from plastic, but pia waje waone timu zikicheza mpira kwa kampeni ya kuhamasisha kuhusu uchafu wa plastiki katika mazingira. Because unajua environment can be marinated with different things. Inaweza kuchanganya na vitu vingi. Tunaweza fanya cancer awareness for environment. Unajua like kuchanganya. So sisi tumekuja na football for environmental awareness. Hiyo siku ambayo ni 18th and 19th itakuwa na varieties of activities. Kutakuwa na clean up, like the entire of 18th itakuwa ni clean up, awareness, education, unaona, plus a little of entertainment kutoka kwa wasanii ambao watakuja kuperform. And then 19th kutakuwa sasa ndo kusakata kambumbu, raisa Kiswahili, kusakata kabumbu. Kusakata kabumbu. Kutakuwa na mpira. Na hizo timu ambazo zinacheza, kumbuka ni timu ambazo zinatoka katika community yetu. Si ati tumeleta Manchester United kutoka England ama tumeleta Bandari ama Gor Mahia. Tumeleta ni timu ambazo zinatoka katika community yetu, ambazo zinatujua na ziko na account of what is it tunafanya kama Bahamas Girls for Charity. Na imagine wamelipokea, imagine. They've really welcomed it. Wanangoja ni siku gani itafika, wako so eager like, hey, ni lini jamani, ni lini. So that's how the Football Fiesta was born.
kutoka na exhibition. Oh. Ukiwa na bidhaa yako unakuja pale na kupatia tent na table free of charge. As long as you partner with us. There's nothing for free in this world. Esther, I was coming to that question. Esther, there's nothing for free in this world, I'm telling you. Steven. Yes. No. There's nothing for free in this world. Yeah. So, mnatarajia kufikia like your target audience ama ni the community at large? Tunasema ni Kenya mzima. Wow. Kenya mzima. Okay, it is for the community wa Mnarani. Lakini kumbuka Mnarani kitongoji kidogo sana. Lakini kupitia Football Fiesta italeta watu kutoka mbali kuja kutambua Mnarani ni wapi. So, hii event si watu wa Mnarani peke yake. Okay. But it is meant for the member of the Mnarani community. But entirely it is for the people of the whole country. All Kenyan citizen. Uko Nairobi, uko Limuru, Isiolo, unajisikia umependezwa na Football Fiesta, unaweza kuja ukajumuika na sisi tukakuwa na event na ikafanya. Niliona posters, hata mimi pia nikuwepo kwa hiyo poster. I'll be attending. Ama pia tunachajiwa. No. Acha sikiza. Unajua ukitaka kuvutia mtu aseme nitawekeza katika event. Ukitaka kuvutia mtu aseme nitakuja kwa event. Mtengenezee kuna vitu vingine mpatie kama how do you call it, sitasema voucher, nitasema ni like an offer. Unaona kuna kale ka offer anapewa bwana. Utengenezee poster yako. Kuna wale influencer. Esther anaweza kuwa ni influencer. Unaweza kuwa pengine uko na mvutio kwenye social media, uko na followers karibu 200,000. Tukitengenezea poster you'll be attending Football Fiesta. Post kule. Utatuletea mafans bwana. Na bama zitajulikana. So umeregister so far ni watu wangapi uki estimate mpaka leo? Watu ambao wale watu ambao wametumiwa poster, wametengenezwa poster I'll be attending, they are over 37. Wow. Okay, na wale ambao wata attend, I don't say sitakwambia, but tunapendwa sana, so watu watakuja wengi. Unajulikana. Tunajulikana, watu watakuja. Mimi nakonanga jina sema yo bro, keep it up. So katika hii Zero Football Fiesta, ni nini mnatarajia after hiyo tournament imetoka, ama entertainment zimefanyika? Ni maybe mabadiliko gani, ama what are you aiming in short after this fiesta? Wawekezaji, ama niseme ni sponsors, natarajia mtu apendezewe, atudhamini hata vifaa viwili vitatu. Alafu pia unajua sisi ni shirika ambalo tunajitegemea. Mambo mengi tunafanya ni kupitia mfuko wetu. Unaona? Hata maandalizi haya tuseme ni Mungu tu, ama tuseme ni bidii pia ya founder wetu. Actually namshukuru sana kwa sababu anajituma sana. So naweza sema after hii Football Fiesta tutaweza kupata hata wadhamini, tukiandika proposals, tukizituma kupitia zile evidence zenye tuko nazo, watatupatia grant. Pia kuna watu kutoka serikali za ngazi za juu wakija kwa zile event, wakiona chenye nafanya wanaweza kuvutiwa, wakasema tawadhamini katika shughuli zenu. Maana bado kuna watu ndefu sana ya kupiga. So hizi activity ambazo tunafanya ni pia njia moja ya kuweza kuvutia wadhamini na sponsors na donors na ambao watakuwa wamejisikia kutolea vitu vidogo kwa ajili ya kusukuma. So ni sponsors wangapi so far umeshapata? Siwezi kudanganya. Tumepata. Unajua kuna mtu anasikiza sasa hii na maybe ako pale anasema I can sponsor this. Kwa kifupi tumepata sponsors 3. Maybe nikitoka hapa Blue Radio atakuwa 4. Tumepata sponsors 3 na wametoa kwa asilimia kadhaa. Tunasema tunashukuru kwa sababu kuna sponsor amesema atatupatia tent, kuna mwingine anasema watatupatia media coverage, wengine watapiga picha, kuna wengine kama kuna wengine watatupatia maji, kuna wengine watatupatia gloves na gunia na mask za kufanya kazi. Unaona, lakini bado tunahitaji wengi sana. Tuko kwa kifupi tumesema tuko like 40% prepared, we are 60% behind, na siku imesonga sana. So kama kuna mdhamini yako pale nje na anasema anataka kutusponsor, bado kuna mlango uko wazi, tunawataka sana, kujeni kwa wingi. Hata kama mtakuja 100, nyifikeni tu, tutasqueeze hapo. Yeah. So nimeona umevaa shati ya Zero Plastic Football Fiesta. Yes. Tutakuwa na t-shirt ya siku ama kumarket muhimu. Nimekuja hapa Steven. Nimevaa t-shirt kwa sababu shamra za harusi kwanza mapema. Utaona kadi za mwaliko, utaona
WhatsApp group zimetengenezwa. Sasa hii t-shirt mimi nimevaa ya Zero Plastic kuashiria kwamba event iko na tumeanza kumarket na tumeanza kulivutia watu waje. Ndio maana nimeivaa. Sijaivaa kwa sababu ni shirt lakini nimevaa na lengo lake. Ndio nikipanda gari ni matatu wakati natoka Mombasa, Kilifi nikija Mombasa. So hii Zero Plastic Football Fiesta ni event gani? Naanza kueleza maana mimi mdomo wa biashara niko nao. Naanza kueleza kwenye gari, hata wakinipata kipaza sauti mimi naanza kueleza tu kwenye gari. Sasa shati zitakuwepo hiyo siku. Siwezi kukudanganya maana yake sije kaja kanishika mashati na event. Naanza kuniambia umetoa Mombasa, umeleta Kilifi, hujanipatia shati, nimekuja nimepiga kelele hapa za Zero Plastic hapa, nimecheza hapa Simba Ropa, hujanipatia shati hapana. Ile siku ya event ikifika tarehe 18 ndio tutatathmini kama shati zitakuwa ama haziko. Sasa sitaki kukuambia kwamba t-shirt ziko. Lakini hii ni dalili ya kuashiria kwamba zitakuwepo, lakini sitaki kuahidi kwamba zitakuwepo. Mimi nimejifunza kitu kimoja. I don't make promises. I don't make promises. Let the day ifike. Nikwambia Esther, shati yako ndio hii hapa. Hapo utasema kweli iko. Kumbuka mimi navaa media mwajua tena. Hata nilishaandika chini. Alafu zisikwe color red peke yake. Skiza. We're not only printing red t-shirts. Remember rangi muhimu sana. Kuna black, kuna white, kuna red, kuna blue, yellow. No. Kuna mtu anapenda yellow. Yellow bana hiyo achia. Beba yellow naona si kwa sababu iko kwa nani? The nani? Tunaona so mngeweka. Tunaangalia zile rangi ambazo zinavutia bwana. Yellow achia watu. Ndio kuna watu wanapenda kuvaa yellow. Usitataja kuna kabila linapenda kuvaa yellow. Acha tuachie. Usichokoze. Acha ni so Steven umesema kuhusu changamoto. Yes. Na changamoto moja umesema ni kuhusu wafadhili. Bado you still 40%, you lacking behind. We are lacking behind. Changamoto gani nyingine maybe probably? Unajua changamoto ni fedha. Kama nilivyokuambia hapo awali, sisi shirika letu ndio kujitegemea. Nikikwambia sisi ni maskini, siko maskini kwamba sisi ni maskini. Usiseme nyinyi ni maskini. No, that's not appropriate to add. Hapana. No, Kiswahili si lugha yangu. Kwa tunasema kwamba sisi ni shirika la kujitegemea. Mfuko wetu ndio unatusimamisha. Na pia collaboration mingi ndio zinafanya sisi tunafanya activities zetu. Nikwambia tuko 40% prepared, ni kwamba tumejipiga sana kadri ya uwezo wetu. Tumemanage kupata vitu kadhaa. Kama jazi za kupatia wachezaji, mipira ya kupatia wachezaji na vikombe vya kupatia wachezaji. Lakini tumekosa kama fedha za kuweza kulipa marefari. Unajua refari atacheza shabure. Kulipa marefari. Kuna kama refreshments za fans wakikuja, zitakuwa tumekosa refreshments. Tumekosa pia sijui nikwambie nini, lakini kuna tents ambazo bado zimepungua kwa ajili ya exhibition. Kuna pia t-shirts, pia mtu mwenye anajisikia kuongeza t-shirt za branding pia tumepungua, maana yake hatujui kama tutaweza kutengeza ngapi. Na logistics pia, usafiri wa kuweza kufanya shughuli hapa na pale. Pia kuna zile clean up items kama reki, shovels ya pia zime katika Blue Radio. Speaking of maybe I can an idea too. Maybe t-shirts zitaweza kuwa maybe ni expensive. Kuna tu wristbands wenye watu hutengeza. Wristbands. Ukaandika tu hapo Zero Plastic Fiesta, different colors, mkatengeza, mtu akanunua like entrance, mtu ananunua 50-50. At least can make an impact maybe. Director unasikia hiyo? By the way he's listening. Hizi wristbands mimi naona uuza sana more than t-shirts. Maana yake mtu t-shirt mtataka kuuza 1500 ama 1000 na mtu hana. Another thing, talking of teams. Teams ngapi zimejisajili ama bado usajili bado unaendelea? Speaking of that, tuliweka registration fee ya kiwango cha shilingi 800 kwa kila timu. Na hiyo pesa itatusaidia sisi kuweza kulipa marefari. Unaona? Lakini bado haijatimia. So ni timu ngapi so far zimeregister? Katika community yetu tuko na timu 13. Ambazo zitacheza. Mnarani peke yake. 13 teams ambazo ziko. Lakini unajua timu nyingi huwa zinajitegemea zenyewe katika shughuli za kucheza mpira. Hazijadhaminiwa na shirika ama na kampuni yote. So bado nakuta hapo pia kwamba registration kidogo wana drag kidogo. Lakini mimi usema hivi,
everything is possible. And it will work out. The event will happen. Sponsors atakuja, kina Blue Red atakuja. Najua Blue Red ataletea tagari. Inshallah. Wataletea tagari. Inshallah. But mimi niko na imani ya kwa sababu mtu mwenye ananimotivate sana huwa ni director wangu. Na director ako na hope. Na wako ni mtu mwenye hakati tamaa. Wanampenda hivyo. So huwa ananimotivate sana ku keep the light burning, the candle burning. Yeah? So tuko na imani kufikia tarehe 30 ama tarehe 3 zile barua ambazo tumeandika kwa sponsors na wakuu wa serikali zitajipa na event ita happen. Lakini naamini county of government of Kilifi itajiza titi. Siwezi kuashua na hapo. Kwa sababu kwanza hao ndio wangefa kwa the first priority, wanafaa kwa prioritize. Ndio nakwambia siwezi kukuwa na uhakika na hilo. Okay. Kwa sababu pia nao wako na mambo yao mengi ya kufanya. Unasikia? Na tukianza na serikali kuu, national government, the county wanasema kazi zote hawana pesa. Okay, sitaki kuingilia huko. Wacha tukanyagia hapo. Yeah. Umejadili swala, umesema kuanzia 2017 mkatengeza organization mambo na kudeal na plastic. Bado tatizo la plastiki lipo sana, ama kuanzia nyinyi mwanze kucampaign limefikia wapi? Asante sana, swali zuri hilo. Na huwa na kila mali nikienda lazima nitaulizwa mpaka nishakuwa I grew fond of. Yes, you are. Issues of plastic na unagundua kila siku, si kila mwaka. Kila siku kuna zaidi ya plastiki 1000 kama 3-4 hivi zinakuwa manufactured. Kumbuka hapa Kenya kuna kampuni nyingi za plastiki zenye zina manufacture plastiki. So ukisema kwamba kupiga hatua kupunguza plastiki, siwezi kudanganya kwamba tumepiga hatua kubwa, lakini nikitathmini katika hali ambayo ya kishirika sisi kulingana ile rekodi ambayo tuko nayo, kwa sababu tunaweka rekodi. Sisi tukifanya clean up tunaweka records za clean up zetu za plastiki tumefanya. Nikiangalia tuko 43% 43%. So bado tuko na kama 60 something 50 something huko. Yeah, but we are 43% a gap tumepiga kwa sasa ya mambo ya kupiga plastiki. Na we are hoping by 2035 tutakuwa tumeweza kupunguza kwa 60% tena, kwa sababu si kitu tunaweza maliza leo. Kwa sababu najua hata Esther anatumia plastiki ya kunywa maji. Situongea tu ile kweli. Mimi nachukua lakini ukienda kwa event tunaponga chupa maji ya plastiki na unatumia. Ukienda harusini zimewekwa hivi na umesema unigonge ndipo. Sikufika pale si harusini wao kuna chupa zimewekwa pale imewekwa brand ya bwana harusi na bibi harusi pale. Si ndio? So unakuta ni ngumu sana kupiga hivi vita. Unaona ni kama vile sasa KDF kila siku inapigana mambo ya banditry, ni kama vile the EACC inapigana mambo ya corruption, na corruption haiishi, iko pale kila siku. So it's same as corruption, is same as plastic pollution. It is there. We are the creator of the problem and we are the one who wanajaribu kupata solution. Unaona? Okay, kidogo acha nikupatie mfano mzuri. Sitaki nikwambie kwamba Bahamazo Gaza Fraternity we are so do call it perfect. Unaona, ukichukua chupa za maji 2 alafu uzifunge kamba katika mbao, si ndio? Zile maji ukibalance zile chupa, unakuta hakuna yenye itakayozidi mwenzake, kwa sababu zote zimewekwa katika maji chupa the same size. So ukiziweka zote zina balance at the same level, ndio? So ni mpaka uje usukume hii ndio hii nyingine fanye nini ishuke, ndio useme tumeweza kutofautisha balance ya maji katika hizo chupa. It is similar to the issues of plastic. We are the creator of the problem, at the same time we are the one who is trying to get the solution of that problem. So unakuta we all are the same balance. Kuna yule jamaa amekunywa yogurt yake ametupa, sisi tunaokota. Unaona? Tukiokota tukipeleka kule kikuwa recycle narudi kama nini? Kama plastic. Sio? Kama plastic itatumika tena ifanye nini? Itupe. So it's a kind of circular problem. It's a circular problem. So sisi Bahamazo yetu ni kutoa hamasa kwa community kukuwa responsible when disposing the plastic. Unaelewa? We are just creating the awareness, telling people to be responsible when disposing the plastic and where to dispose it and how to dispose it. That is our job. But umesema by 2030 2035 ni njia gani hizo? Manake enforcement peke yake it's not ati tutabaki tukisema ati plastic usitumie
kwa bado atatumia. Ndio. Yule pale mwenye Changamwe pale, nyinyi mko Kilifi. Yule Changamwe hajamboa na mtu usitupe, atatupa. So ni njia gani hizo? Maana kumuongelesha tu it's not enough. Okay, kuna njia mingi. Number one, ya kwanza kama nilivyosema ni hamasa. Awareness, sensitization kwa wingi. Number two, tunajaribu kuangalia vile tunaweza kuleta investors ambao watakuja kufungua plastic plants za recycling ambazo zitasaidia kuweza kupunguza uchafu wa plastiki kwenye landfill ili ziweze kuwa recycled for another use. Naelewa. Kitu kingine ni kwamba tunaweza kuleta pia the environmental technicians ambao wanaweza kusaidia kupeana mafunzo ya jinsi ambavyo plastic kama mwananchi anaweza kuirecycle, aweze kuitumia isirudi kwenye mazingira kama plastiki. Kumbuka kwamba Kilifi County haina a recycling plant ya plastiki. Nikisema Kilifi County nazungumzia Kilifi Town. Hatuna recycling plants ambazo ziko kwa wingi ambazo zinaweza kusaidia mambo kupunguza plastiki. Nasikia. So kwa sasa tunaangaza tu mambo ya hamasa. Hayo mengine huko kwa sasa ni hamasa. Na vijana wanachangiaje kwa swala hili zima la plastiki? Vijana wanachangia kwa kupewa ile elimu, kwa kuwafundisha zaidi na pia kuweza kuwahusisha katika masuala ya upcycling. Nikisema upcycling namaanisha kutumia plastiki in terms of art. Nasikia art. Like kuna watu wako na talanta hapa Kilifi. So tunajaribu kuwapatia mafunzo ambayo yataweza kuwafanya hao kokota zile plastiki ili waweze kuzigeuza kuwa art for showcasing or ili waweze kuuza. Unaelewa? Kitu kingine pia ni kwamba tunapatia mafunzo vijana ili waweze kufanya vikundi ambazo vinaweza kuwasaidia wao kuweza kuwa wanasema ni trainees of walimu wa walimu wengine ili kuweza kuwafundisha jamii kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Na pia tunajaribu kuwasukuma waweze kutengeneza vikundi vingi zaidi ambavyo vinaweza kufanya hamasa kwa jamii kuhusu masuala ya plastiki. Kitu kingine pia kuna baadhi ya vijana hapo sasa this is an actual thing, it's happening. Mtaa wetu wa Mnarani, pale Mnarani ambapo mimi natoka, kuna vijana ambao wamejinunulia mikokoteni ambao wanaokota plastiki, wanauza kwa zile kampuni kama vile Eco World, Green, Mr Green, wanauzia kampuni ili kwa ajili ya kuweza kuchakata kutengeneza bidhaa zingine. So vijana wamehusika sana. Hata hiyo ndio ilikuwa my next question. Testimonials ya vijana ambao mmehamasisha na umeshasema moja. Wako vijana. Mkokoteni, kutengeneza mkokoteni. Wako wengi sana. Ndio niitwe Mr Takataka, ni hao walipenda. Ni hao walipenda. Umesema utalikubali hivyo. Hata director wangu nita Mr Takataka siku hizi. Nikamuuliza, so sio Mr Zero Place na Mr Takataka tena. Na Mr Takataka. Lakini swali lilipokea. Unajua ukiwa high school kuna nickname ulikuwa umepewa, ulikuwa ulitaki. Pengine utasikia mtu wa Kibonge Mchicha, Kibonge wa Yesu. Unaona, lakini unakuta sasa tangu utaki kwanza nilikubali. Sasa hii Mr Takataka mimi si kama nimelikataa. Maana ni jina ambalo linaendana na kile ambacho nafanya. Na pengine uweze jua utakuja kutajwa pengine na Ruto siku moja au Mr Takataka. You never know. Hata Trump anaweza kuja na Mr Takataka siku moja. You never know. Unafanya kazi nzuri sana. Asante. So tunachukua tu mapumziko mafupi. Usibanduke hapo msikilizaji. Mpenzi msikilizaji, dakika 49 zimekatika baada ya saa 6. Unasikiliza show ya Wimbi la Mazingira. Jina langu ni Esther Chiro na studioni sipo peke yangu, niko na mgeni Mr Zero Plastic. Tunazidi kujadili tu masuala na mambo na Zero Plastic Football Fiesta. Yes. 2025 ambayo itakuwa inafanyika pale Mnarani tarehe 18 na 19. Kabisa. Na katika harakati zenu za mambo na kusafisha mazingira na kutunza mazingira, je, maybe kuna upinzani wowote mnaokutana nao katika jamii au wadau katika mashirika mbalimbali labda? Hakuna upinzani kwa sababu sote tuko pale kwa common goal na ni kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira. So hakuna upinzani. Sisi sijaona siku moja hata mtu amekuja
akasema kwamba we are doing better than them because in the world of environment there's no competition. Yeah. I've never seen a competition katika being an environmental CBO. Okay, maybe izakuwa kuna changamoto kama vile za like BMG inajulikana sana kushinda mashirika mengine. Maybe such thing ina happen. Yeah. But ati kushindana kwamba kina nani wana clean mingi zaidi, kina nani wana clean kidogo zaidi, sijasikia. But maybe in terms of popularity, na maybe nasema maybe bado kuna competition, lakini mimi kama nasema huko chini ya maji. Okay. Yeah, unajua mtu kama akupendi hawezi kuambia nasema huko chini ya maji. Yeah. So sijaona competition yote yeah, hakuna. Si biashara tunafanya. It's an environmental conservation. So sote tunafanya kazi kwa pamoja. Na nikiomba kufanya kazi kwa pamoja ni kwamba sisi tukiita washikadau wengine wakuje, wanakuja. Na pia sisi tukiitwa katika shughuli zingine tunaenda. Na niko na haki kujipiga kifua nikisema kwamba siku hizi tumekuwa more of consultant than nikisema consultant sijui kama ni the right English nimetumia, lakini unakuta mashirika mengi yakitaka kufanya clean up yakialika Bahamazo, the number will be big. Okay. The activity will be good na objective itakuwa achieved. Unakuta sasa tumekuwa kama ni like a branding thing, yani kama vile nikitaka kufanya kitu nikimleta Esther hapa, hii kitu tafaa. Unaona? Kama vile niwacha nikupe mfano kama wa who is the most popular person in Kilifi. Let's say give a take Ruby Kache. Yeah, Ruby. Nikitaka kufanya event yangu namleta Ruby Kache. Ruby Kache akiwa pale, event itafanya nini? Itafaana. Objective ya event itafanya nini? Itakuwa achieved. Similar to Bahamazo, anasema Mr. Zero Plastic. Bahamazo ikiwa pale na Mr. Zero Plastic akiwa pale, ai clean up itakuwa fiti. Kwa sababu gani? Bahamazo haiko pale kwa ajili ya kujinufaisha na picha, lakini iko pale kwa ajili ya kutimiza lengo. So sisi tukiwa pale watu tunatoa nyingi ya hamasa, tunafundisha. So nakuta watu wanatupenda kwa sababu hatuendi pale kwa shikisha gunia na gloves, but tuko pale pia kuwafundisha at the same time. Sisi ndio kitu kimoja tunasema, every litter you pick must be accompanied by an education or something. Yaani nikikwambia umeokotele chupa, sikuambia uokote tu uweke, but unaokota as your hand goes into the sack or into the gunny bag, inakuwa accompanied with the knowledge. So chupa inaingia kwa gunia, knowledge inaingia kwa kichwa yako. Unapata point yangu? So that tunapenda kwa sababu that's what we do. Atuendi pale kwa sababu ya smile, sijishika gunia inua ama onekane sijui umebeba kilo ngapi. Sisi tuko pale, sisi tumepunguza mambo ya being pictures is a crazy thing. Tumepunguza mambo ya too much pictures. We are more of now education. Hiyo utoto iliisha kitambo. Si utoto jamani. Acha nikwambie ule ukweli Esther. I'm live on the record and I'm telling you this for free. Now it's going to be used for future because we are recording this one. Most of the organization nowadays, na ni changamoto mimi nimeiona na nimeishuhudia Esther, na niko na hadi evidence. Nowadays most of the organizations, they are organizing activities for social media purposes. For social media purposes. They're organizing for social media purposes. Na unakuta wana organize activity na wanakuja na kamera kubwa waje pige picha kwa sababu kuna dona fulani amesema anataka report. So unakuta objective ya kusafisha haifanywi, lakini picha utakuta ni mingi. Tulikuwa na Mangrove Restoration na Ocean Academy last mwezi wa 9 tarehe 4. Na tulipoenda place in Augustonia Beach in Kilifi County. Kukuta zile mikoko zimeoza. Imagine ziko kwa maji na zimeoza. Nikajiuliza like now watu walipanda mikoko. What is the results? Nini may happen? Mbona zimeoza? Nikaja realize kwamba siku hizi watu wameshanunua mikoko, lakini si kwamba wanapanda because they want to do environmental conservation, they want to do hiyo mambo ya restoration, but they are there for fun. Okay. Bora tu Esther ameshika ka seedling, amesmile for the camera, penya tayeka, she doesn't care. Unaelewa? Hawaelewi, hawajui, bora apigwe picha. Akwambia kitu inachukiza. Director wangu anachukia sana hiyo kitu. Anasikia sana. Angekuwa hapa studio hata mngemfukuza. Angekemea vikali sana. So unakuta
it is not more of conversation and restoration. It is more of public PR, public relation. Like tumepiga picha, Esther ametupatia seedlings 200, tumepiga picha, tushazipanda, ndo hizo zioze zisioze, shida zake. Nasi tunakemea sana wakitu. Okay. Yes. So talking of Zero Plastic Football Fiesta, maybe in the next 5 years mnadhani itakuwa imechipua nini after all this event yenye inaenda kuhappen? Kwanza muhimu hamasa. Ya pili elimu imefika, itakuwa imefika. Ya tatu tutapata wafuasi wengi ambao watakujikita katika swala zima la utunzi wa mazingira. Unaona? Kitu kingine pia itaweza kusaidia community kuweza kukuza vipaji vyao kwa sababu si ni football fiesta. You never know, next year haitakuwa football, next year itakuwa athletics. Okay. Maybe the other time itakuwa talent ya wasanii. Maybe hiyo nyingine inaweza kuwa itakuwa maybe kama ni maybe nikupe kama mfano gani, itakuwa maybe ni shindano la kuogelea. So sasa ni mpira. So kupitia football fiesta pia tunaweza kusaidia vipaji, kushowcase vipaji kwa sababu Blue Radio ikiwa pale na for example ikienda live on social media kuonesha mpira inachezwa, kuna mtu ataonekana pale mwenye anacheza mpira na ataweza kutambulika na vile vilabu ambavyo viko vinacheza ligi ya juu kama Gor Mahia. Itaweza kutambua kuna mchezaji pale anatoka Mnarani, siku ya football fiesta alicheza mpira na alitoka best player akatunuka zawadi. Kwa hivyo tunaweza mtaka kuja kucheza katika timu yetu. Na leo hiyo kitu tunafanya hapa. So at the same time tumesafisha, at the same time pia tumeweza kuuza na kushowcase talanta za mpira katika community yetu ya Mnarani. Unaelewa? Na pia kwa upande wa muziki, Dere Tangu alikuwa msanii. Ameka muziki kwa sababu gani? Anataka pia venye alivyokuwa msanii, kuna ile kijana chupukizi mwenye ni rapper pale, ile sio kija kiperform, gavana akimuona ama mheshimiwa fulani akimuona, anaweza kumsaidia kukuza kipaji chake, anaweza kumchukua ama anaweza kumsaidia, ama kuna wale maproducer ambao wako pale Kilifi wakija kugundua vile vipaji, ama wale maproducer ambao wako Mombasa kama vile Kubwa Studio, wakiona kuna msanii na perform pale Mnarani, wanaweza mpenda wakamchukua wakamsaidia katika lebo zao za usanii. So nakuta vitu meua ndege watatu na jiwe moja. Na ile jiwe nini? Ni Zero Plastic Football Fiesta. Yes. Kisonga tu mbali na fiesta, apart from plastic, maybe ni tishio gani lingine ambao inatishia bahari zetu kiangalia kwa sasa? Asante tena na kupongeza kwa hilo. Unaletanga vitu ambavyo mwezi wa ama tuseme huu mwaka tulikuja tukagundua kuna ugonjwa mwingine ulichipuka, na hizi ni the biohazard materials. Fuo zetu za bahari zimekuwa na ugonjwa wa biohazard material. Na nikisema biohazard materials nazungumzia sindano, bomba za sindano na sampuli za damu ambazo ziko kwenye vile vichupa, na zile chupa za dawa wanazita anesthetics. I don't know. Kizu hapo science si vitu vyangu, lakini kuna zile dawa ambazo watu hudungwa wakati operation ili kuweza kukufisha ganzi, kushikisha ganzi mtu utafanya operation, si ndio? Okay. Kuna zile dawa za kufanya mtu alale ili aweze kufanya operation, si ndio? I think it's anesthetics. You can Google those ones. They call anesthetics or something like that. Ziko nyingi kule baharini. Na hizi zinaletwa na in proper disposal of those biohazard material from these clinical establishments, hospitals, easy big hospitals pia irresponsible disposing. Kitu kingine pia kuna zile shirika ambazo hupatia wale walioathirika na madawa kulevya sindano na zile nini za kujidunga ili kuweza kupunguza kushare zile sindano. Wale watu mimi na walaumu sana. Dawa pia uchangia zile dawa kupatikana kule kwenye fuo za bahari, kwa sababu hawa wakishawapatia hawarudi tena kuja kuzicollect, wakaenda wakazifanya incineration, kuzichoma. Hawa wakishawapatia bora tu ashapewa ile teja ambaye ile mwathiriwa ashapewa aenda katumie, where the person will take it none of their business at that point. Unasikia? So ule jamaa kichukua kana kijidunga kule baharini, ama akishajidunga alafu wakishazitupa kwenye dustbin, zikiko collected zinaenda zinatupwa kwenye place in a wrong place, they end up in our marine environment. Kuna pindi fulani nilikutumia picha kwa WhatsApp kama unakumbuka. Nilikuwa nimeshikilia bomba ya sindano hivi as blood sample. Very weird to find a blood sample
kwa bahari, kwa beach. True. Where do you most get blood samples? In the hospitals. How do you get blood sample kwa bahari? So you know ugonjwa ambao ulichipuka, na tulijaribu kufanya hamasa, engage mpaka public health, engage mpaka Department of Health in Kilifi County, Director of Public Health mwenyewe nilimpigia simu ona kupitia kwa governor. I made that post through the governor Instagram post. Governor team ya communication ya governor ikaonyesha post, ikanitumia na ikatuma namba yangu kwa Director of Public Health Mr. Hassan. Akanipigia sema kaniambia nimeona post, tafadhali tupatane tuzungumze. From since that day wamekuwa ukitupatia zile disposing material like sharps na hizi na liners but kwa sasa watupatia sijui kama what is the problem. But nakwambia Esther na msikilizaji, bahari zetu zimechafukwa na biohazard material. Tunapiga plastiki huku biohazard material zinapatikana. Na ni hatari sana. Kushinda hata plastiki. Wacha sana nikwambie, plastiki haiwezi kukudhuru kwa kukudunga. Unasikia? But inadhuru kwa sababu inachafua bahari na pia iko na chemical problem ambayo it's a long term problem. Sio? But kumbuka, imagine sindano ya madawa kulevya ikikudunga. You don't even know if that person is infected, yeah, HIV positive or any other problem. Alafu nyingine pia watalii wanaogopa kuja kwa sababu wanaona hii bahari ni chafu, ina bomba sindano. Watalii wanaogopa kuja. Mazingira Park, it's a place where people come to enjoy themselves. Alafu that is the same place in unakuta those biohazard material. Should you call that a park or a biohazard material disposal field? You see, so that is another problem. Sisi kama Bahamazu tukishirikiana na shirika letu Blue Heart Movement, tumekuwa tukifight sana hiyo story. Blue Heart Movement tumekuwa na kipaumbele kwa ajili ya kwamba tunahamasisha jamii, na imagine tulitembelea hadi vituo vya zile magenge, zile den za wale wanaotumia madawa kulevya. Tukamwambia kwamba jamani, mnapewa lakini zinaharibu huku. Ikabidi sasa tumesema tutawaengage katika beach cleanups, waji wahamasisha jamii kuhusu hizi vitu na proper disposal of hizi vitu. So it's another problem. Hii ni zaidi ya plastic. Hii ni cancer ya bahari. Naita cancer ya bahari. Yes. So sijui kama huu mwezi mlishafanya a clean up activity. Esther, clean up kwetu ni kama lunch, breakfast na supper. Clean up kwetu ni kama lunch, breakfast na supper. Yaani unaamka tu asubuhi tu hivyo. Unavyo unaamkanga unasema unaamka unaweka kombe cha chai mezani. Sisi BMG tunaamkanga na clean up. Unaamka tunakaa tu like Esther unasemaje wewe? Si kesho tufanye clean up bana. Ya twende wapi? Twende Gastonia. Twende mazingira. Mazingira ni chafu sana. Because sababu tuko na records. Si kwamba tunafanya kwa sababu hatuna kazi ya kufanya. We have the records. Na pia tunafanya pre-visit. Tukiclean hapa hii wiki, next month tunarudi naangalia the situation of the place. Kama it is in need of clean up, tena tuna clean. Usiniulize where do we get our resources, because kama nafanya clean up kila siku wewe get resources. But na usiponiuliza bado nitakujibu hivyo. Nitaassume umeniuliza. Kwa sababu that's the question that people ask our organization. Like mnafanya clean up, where do you get your resources? If you do clean every month, where do you get your resources? There's a very big secret about it. And I'm telling you, it is really working. Do you want to know about it? I want to know, of course, yes. Do you still have time for you to know about it? We have plenty of time. Yeah. Okay. Kuna mashirika ambayo yanafanya kitu similar kama sisi. Kuna mashirika ambayo yana collect plastic, wako na buybacks, ambayo buybacks zile back centers ambayo wana collect plastic. Kuna mashirika ambayo yanataka kuja kuuza sura na jina. Au pia sio kwa category pia nitakojeleza. Wanataka kuja kuuza sura na jina. Unasikia nao wajisikie kwamba walihusika katika shughuli fulani. Unasikia? Sasa tunasema hivi. Tunataka gloves, because the most common items yenye tunataka katika clean up ni gloves, mask, water, gunny bags ama garbage collection, na pia logistics, transport, ile gari ya kubeba. Haya, tunasema logistics, municipality tuko nao. So kwa lori, tuna invite plus the manpower, timu yao itakuja kufanya nini? Kusafisha. Gloves, tuko na hospitali ziko hapa nyingi. Tunaandikia bara hospitali, naambia tunataka gloves bana. Tunafanya clean up, tunapa box kadhaa na mask. Maji. Siku hizi maji bwana ni bei rahisi bwana. Kuna refilling stations zimejazana hapa mtaani bwana. Lita 20 shilingi ngapi? 100. Tukipata lita kama 40 shilingi 200.
tunapeleka kwa clean up station. Unaona? Gunia, maduka. Mimi nilikuwa omba, mimi ni msuzi wa omba magunia. Naitwa omba magunia. Naenda kwenye hizi retail shops hizi large scale hizi retailers wholesalers. Nabeba na mimi nataka magunia. Wananipatia. By the time nizunguka kama duka 10, niko na kama gunia kama 10-15. Unaona? Then tunapanga date na venue. Tukifika pale clean up imekamilika. Tunashafanya sawa. Leo ndo siri. Na uitumie, si hata nakwambia wewe uitumie itakusaidia. Msikilizaji pia anasikia. Anasikiza. Lakini licha ya kwamba tunapata hiyo support, but kama wewe uko hapo msikilizaji na unajisikia unataka kutudhamini ama unataka kuwa sponsors wetu wa hizi items na unapenda clean up, unapenda mambo mazingira, please feel free to sponsor us. Sisi tunataka kusaidiwa kwa wingi. Namba yetu ya simu ni 0757 285 221 0757 285 221. Pia namba ya M-Pesa ukitaka kutumia kutusaidia ni namba yetu ya M-Pesa. Umesema wajiuza. Tunajiuza. Email address yetu ni info@bahamazogadze.or.ke info@bahamazogadze.or.ke. Namba yetu ya simu ya nyingine ukitaka kutupata pia ni 0106 90 94 96. Tupigie simu wakati wote, tunapokea. Ukitaka kutusupport, please tusupport kwa lolote lile. Umependezewa nje unafanya, unataka kuondoa mambo plastiki, please piga simu, utumie barua pepe, tusupport kwa njia moja au nyingine ili tuweze kufanya kazi ikuwe rahisi. Maana kwa usafi wa mazingira na jukumu letu sisi sote. Asante. Naona tuko dakika zetu, muda haupo nasi, lakini ilikuwa nikuulize quick fire questions lakini muda hauko nasi. Nitakuuliza tu swali la mwisho kabla tufunge kipindi. Je, ni ujumbe gani ule umetoka nao Kilifi siku ya leo? Ukasema lazima niambie dunia nzima isikie, inipe masikio wazi, masikio yao mawili na wanisikilize. Tukimaliza. Ujumbe tu ni moja. Be responsible. Be responsible. Issues of environment si kitu ambacho kutakuwa na mtu kutoka Ulaya bila mazingira aje akwambie kwamba tuna mazingira. The issues of environment, it is your own responsibility. It doesn't matter where you stay, kwa nyumba yako, ofisini, barabarani, wewe ni conductor, wewe ni manamba, wewe ni mtu wa karanga viazi. Environment, taking of environment, it is your responsibility. We as organization, we play a very big role, but we cannot be reminding you kila siku. Umekula PK na uko barabara, tia kwa mfuko, tafuta dustbin, weka ndani. Umekula viazi, usitupe kwa barabara. Okota, weka kwenye mfuko, tupa kwenye sehemu maalum ambayo pametengwa kwa ajili ya kutupa takataka. Lastly, be responsible by telling other people to be responsible in taking care of the environment. Usafi wa mazingira ni jukumu letu sisi sote. Thank you. Na msikilizaji, naona tumeambiwa yote, tumesikia. Aliye na masikio na asikie. Tutunze mazingira. The fiesta is coming next month 18 and 19. Nitajitahidi nifike this time. Fika bila kukosa. I remember umeni invite kama events mbili hivi. Na ukaruka. Sijaruka. Hiyo ukiruka na kupigia. Mikazi nimeshikika sana. Niko na connection huko Mombasa. Utakujua. Umesema utakujua na hata utakujua na ile county inspectorate vehicle ya Mombasa County. Naongea na mkuu wa inspectorate hapa Mombasa County. Mwambie kuna msichana anaitwa Esther ako pale Blue Radio. Chukua escort ya county inspectorate, mkamchukue na timu nzima Blue Radio muilete Mnarani. Umesema ni lazima. Kama hawataki OCS. OCS naambia OCS chukua gari uje uchukue. Kuna msichana na timu yake pale umlete Blue Radio. Kama hataki KQ ndege tunaanza ndege kule tutakushukisha na chopa. Steven, Mr. Zero Plastic mwenyewe. Msikilizaji, najua umesikia. Tujitokeze, tuwape support. Support ni muhimu sana. You never know, pia wewe siku moja utakuja na organization yako. Tutakupea support, tutakuita hapa kwa station. Wasikilizaji wakusikie, uambie ujumbe wako and all will be well. Kabisa. Hatuna la ziada, tunafunga kipindi. Bado nakukumbusha tena tusikose event. Tusikose. Na please. Kama unataka kuparticipate katika event, you want to partner, you want to exhibit, please bring your products. Mimi nikwambia hata ukinipea chupa moja ya maji, umenisponsor na chupa moja ya maji, that is a support enough. Kuja
kuja, hata kama utoka Nairobi, kuja tufanye kazi pamoja. Yeah, that is inakuwa kama mlango wako. Unasikiliza Wimbi la Mazingira. So msikilizaji, hatuna la ziada, tunafunga show. Umekuwa ukisikiza Wimbi la Mazingira nikiwa nawe Esther Chiro. Hadi wakati mwingine, shukran. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.